Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana. Leo ningependa nifundishe siri ya kitovu cha mtoto wako au kitovu chako, kitovu cha mwanadamu yoyote. Remember, kitovu ni sehemu ya umbilical cord. Ni sehemu ya kitu ambacho mtoto akiwa tumboni anaunganishwa na mama. So kuna muunganiko mkubwa kati ya mama na mtoto hata baada ya kuzaliwa. Ndio maana wachawi wakitaka kumharibu mtu wanachukuaga jina la mtoto na jina la mama yake. Wakitaka kuiba hata nyota yako, kuisoma nyota, wanachukua jina lako na jina la mama yako. Na hii inakuja kuleta umuhimu wa kitu kinaitwa kitovu. Sasa nataka nikwambie kitu. Kitovu inaweza kutumika kwenye ufalme wa giza kunasa nafsi ya mtu, kukamata nyota ya mtu. Na hiki kitu kikisha kamatwa, maana yake nini? Maisha yako hayako under your control. Ushawahi kusikia mtu kawekwa kwenye chupa? Ndio hiki ninachokuambia. Kwenye chupa ukishawekwa, maana yake nini? Unatamkiwa chochote na kinakuwa. So baada ya kuwa wakiweza kuchukua kitovu chako, wameweza kuiita nafsi yako kwa kutumia kile kitovu. Kuna maneno anayatamka, kuna roho anaziachilia kwenye kitovu. Zile roho zinazofanya kazi, wanaanza kutamka, zile roho zinasimamia yale matamko. Ndio maana kuna watoto, familia zingine ambazo wazazi wana desturi ya kuchukua vitovu wanaweka chini ya migomba. Watatizo kuwafuatilia watoto wana matatizo yanayofanana. Kuna watu wanapeleka kwa bibi zao na bibi mwenyewe mchawi au mganga. Unadhani ulichofanya ni nini? Umemkabidhi nafsi. Kumbuka, moja ya biashara ambayo inadili sana kwenye ufalme wa giza ni biashara ya nafsi, nyota za watu. Kuna mama mmoja aliwahi kukamatwa, alikuwa na vitovu kibao. Maana yake vile vitovu, hiki kakifunga kinani chekundu, hiki kafanya nini. Maana yake ni nini? Alikuwa na nafsi nyota 38. Kuna watu wanaitwa star hunters, wanaosaka nyota. Sasa njia rahisi ya kukamata nyota za watu ni kuchukua kitovu. Hii hauhitaji nguvu. Unajua, kuchukua nyota ya mtu ambaye ni mtu mzima kwa njia nyingine ina ugumu kidogo. Okay? Kwa sababu unahitaji pia huyo mtu asiwe na nguvu kabisa za kiroho, ndio ni rahisi kuchukua. Ila kitovu, my friend, wakishachukua wanaenda kunena maneno fulani. Kwa hiyo wanakuchukua wewe, wanakutengeneza unakuwa mtu fulani. Wakinena kwamba asimalize form 6, utamaliza. Umenielewa? Mpaka ufunguliwe. Wale ambao wanahudhuria kwenye huduma zetu utaona, moja, uchawi ni matamshi tu. Unakutana na watu wengi sana. Unaanza tu kuomba, Roho Mtakatifu anakuongoza, unatamka, mmesema hata inuka kwenda cheo kingine. Yanasema hapo yanaropoka. Hainuki. You see? Maana yake nini? Maana yake uchawi ni maneno. Namba 1, maana yake nyota yake. Nyota ni nini? Watu wengi wanafikiri nyota ni mambo ya uganga. Nyota is something real. Sisi tunaofanya deliverance ndo tunajua. Umenielewa? Sisi ambao Mungu anatutumia kwenye deliverance, uponyaji na kufungua watu, tunafahamu. Kwa sababu hiyo nyota ni kawaida. Sawa? Yaani hivi vitu vine vinahitaji demonstration. Wakae watu 100 wawepo waliofungwa nyota zao. Tuanze kuomba kurudisha nyota. Ndio utajua sasa kwamba ninachokwambia ni ukweli. Watu wengi wameibiwa nyota zao. Ndio maana wanafanya mambo hayaendi popote. Moja ya njia ambayo anaitumia ni kitovu. Na huyu mtu anaharibiwa tangu mtoto. Utakuta mtoto akifika form 4 yuko likizo, anasubiri aende form 5, anakuwa mlevi. Kaka ilikuwa hivyo, dada ilikuwa hivyo. Akili wanazo lakini hamna wanaenda. Wengine ni kwamba wanasoma, wanamaliza chuo, hawaajiriwi. Lakini kilichotokea ni nini? Kitovu kilichukuliwa akiwa mdogo. Haleluya. Kitu namba 2 ambacho ni kibaya zaidi, ambacho ndoa wengi mnakosea, mnawapa kina mama mkwe vitovu, mnawapa bibi zao, mababu, mnakabidhi tu, amjui kitovu hata ni nini. Anaingizwa kwenye uchawi akiwa mdogo. Hapa ndo mtoto kalala, unaamsha mpaka unasema ukiona mtu yoyote analala alafu mnaamsha mpaka mnamwagia maji, huyo mtu hakuwepo hapo. Umeachiwa kivuli tu. Sema amina. Umeachiwa kivuli. Yaani maana yake ni nafsi yake inashughulishwa huko. Umenielewa? Unajua kuwa msukule sio lazima
Namba 2 nimesema anakuwa initiated, anaingizwa kwenye viringe. Utakuta mtoto mdogo ashaanza kuota yupo katikati ya watu wamemzunguka. Mtoto mdogo anaota yupo kwenye vikundi vya watu wamevaa manguo meusi wanakula nyama. Maana yake ashafanywa kuwa mchawi. Au mtoto mdogo anaota yuko msituni anaokota majani. Tayari ashafanywa kuwa mganga kwa kutumia kitovu tu. Umenielewa? Na kitovu akichachukua wanaweza kumuita muda wowote. Na kuna wengine shuleni, yuko shuleni mara anamuona bibi yake, mara anamuona babu yake. Wanamdisturb asisome sasa. Umenielewa? Ndio maana lazima wazazi wafuatilie watoto ndoto. Mwanangu naota nini? Wazazi wengi wala bado wanasema kumbe ni ndoto tu. Hapana, ukiendelea kuwa hivyo my friend unaharibu watoto. Na nimekuja kugundua mimi pia kwenye hizi huduma, wazazi tunahitaji maarifa, sio kuombewa, tunahitaji maarifa sana. Nimekuja nikagundua watoto wengi walioharibika ni kwa sababu ya uzembe wa wazazi wao. Kama wazazi wangekuwa wamesimama kwenye imani, wale watoto wasingeharibika. Nawaambia kuna vitu vingi sana vinaendelea. Vingi sana. Ila kama tu unanisikiliza na unaamini mimi ni mtumishi wa Mungu, hivi vitu vifanyie kazi, vitakusaidia sana. Vitakusaidia sana. Vitakusaidia mno kwenye maisha yako. Kuna watu wamefanywa misukule kwa sababu ya vitovu tu. Kwa sababu msukule maana yake ni mtu ambaye nafsi yake imenaswa. Wakiwa na kitovu chako anaweza tu sio kunasa, wakaichukua kabisa. Umenielewa? Hapa ndo utakuta unaonaga wale ambao wanaangusha udenda Wale wanaangusha udenda. Maana yake yule anaangusha udenda kabisa, hata ukimwongelesha haelewi. Yaani nafsi yote, vipengele vyote. Unajua kuna tofauti ya nafsi na nyota. Nyota ni sehemu ya nafsi. Ikichukuliwa nyota unaweza kuona tembea tu mitaani. Kama ikichukuliwa nafsi yote, ufahamu ukachukuliwa, hisia ukafahamu na utashi, maana yake unakuwa zezeta. Mmenielewa watoto wa Mungu? Unanielewa? Yes. Unakuwa zezeta kabisa. Na nafsi ni pana sana. Ikichukuliwa yote unakuwa zezeta. Ndio misukule wanaotembea. Yaani anaangusha mate muda wote, ukimwongelesha haelewi. Fanya hivi. Wengi mnafikiriaga mtindio wa ubongo, sio nini? No, wengi wao nyota zao zimechukuliwa. Ukimwombea yule atalipuka tu. Yatakwambia huyu ni wa kwetu. Tumeshamchukua. Kwa hiyo yuko duniani lakini walishamchukua siku nyingi. Hivi mnajua kuna watu walishazikwa na wanatembea? Yes. My friends, mambo haya yana siri nyingi sana. Hallelujah. Mambo haya yana siri sana. Yana siri nyingi mno. Kwa hiyo hakikisha unaelewa hiki. Kwa hiyo kitovu sasa ufanye nini? Sawa, nitakufundisha kwenye video hii ya pili, lakini nataka nikwambie kwa sababu sitaki video ziwe ndefu sana. Lakini nataka nikwambie kitovu ni cha muhimu sana. Usitupe ovyo.